wananchi, kwa majina naitwa Goodluck Binala Mwangomango. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Ndugu wananchi, tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu 2026, halmashauri yetu itakuwa na bahati ya kutembelewa na Mwenge wa Uhuru, ambapo mbio hizi za Mwenge wa Uhuru kama mnavyofahamu zinazunguka halmashauri zote 184 kila mwaka, zikiwa na lengo mahususi kubeba ujumbe wa kutukumbusha malengo ya uhuru wetu ambayo wazee wetu watangulizi waasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Amani Abeid Karume waliweza kupigania uhuru wa mataifa haya na kuungana baadaye na hatimaye kutunza kumbukumbu za malengo ya uhuru kupitia mbio hizi za Mwenge wa Uhuru. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, kila mbio za mwenge zinakuwa na kauli mbiu ambayo kwa mwaka huo inakuwa imebeba maudhui yote ya mwenge husika. Mwaka huu maudhui wa mwenge wetu mwaka huu yanasema kwamba Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Kwa hiyo pamoja na hayo, mwenge wetu wa uhuru utakuja katika halmashauri yetu ukiwa umebeba dhana hiyo ya maendeleo. Ndugu wananchi wa halmashauri ya Korogwe, tarehe 27 asubuhi tutapokea mwenge wa uhuru kwenye kata yetu ya Mashewa ukiwa unatokea halmashauri ya wilaya Lushoto. Hapo Mashewa tutakuwa na mkesha wa kupokea mwenge. Mkesha utaanza tarehe 26 mpaka tarehe 27 asubuhi. Baada ya hapo mwenge utakimbia ndani ya halmashauri yetu kwa umbali wa kilomita 120 kutoka kata ya Mashewa kwenda kata ya Mombo. Hapo kata ya Mombo mwenge wetu utaweza kukesha hapo mpaka asubuhi kabla ya kuanza safari ya kuelekea mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya kwenda kuwakabidhi mwenge wa uhuru. Ndugu wananchi na wakazi wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe, mwenge wa uhuru ndani ya wilaya ya Korogwe utatembelea miradi kadhaa ambayo imejikita katika maeneo matatu. Miradi hiyo fadhiliwa na serikali kuu ambayo itakuwa na thamani ya bilioni 1.16, miradi ambayo imefadhiliwa na wananchi wenyewe ambayo itakuwa na thamani ya bilioni 1.03, na miradi ambayo halmashauri yetu ya wilaya Korogwe imeweza kutekeleza yenye thamani ya shilingi milioni 23,800,000. Miradi hiyo ipo katika sekta zifuatavyo. Ya kwanza ni miradi ya afya, lakini ya pili miradi ya maji, ya tatu ni miradi ya elimu, na ya mwisho ni miradi inayohusu shughuli za kiuchumi na kijamii za wananchi. Miradi yetu mitano itakuwa na shughuli ya kuweka jiwe la msingi, ambapo mradi mmoja utakuwa ni mradi wa kuendelea shughuli za vijana unaotokana na ile mikopo inayotolewa na halmashauri ya 10% kwa ajili ya kuendeleza mapambano ya kimaendeleo ambayo vijana wetu wanapambana katika halmashauri yetu. Kwa jumla miradi yote ambayo mwenge wa uhuru mwaka 2026 itatembelea itakuwa na thamani ya shilingi bilioni 2.224. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amekuwa kinara na kielelezo cha kupambana kuhakikisha kwamba wananchi wanapata fursa za kiuchumi. Miradi ya maendeleo inafanyika na sekta hizi muhimu ambazo zinagusa uhai na heshima ya Mtanzania zinasimama vizuri. Na ndio maana tunaona mafedha mengi haya yamejielekeza kwenye maeneo ya afya na elimu, lakini na kuwakomboa vijana kiuchumi, lakini pia kutengeneza mazingira mazuri kwa wananchi kuwekeza katika maendeleo. Ndio maana tunaona hapa tuna mradi mmoja ambao tumewekewa jiwe la msingi ambao una thamani ya bilioni 1, ambao ni mradi wa uwekezaji wa kituo cha mafuta ndani ya halmashauri yetu uliowekwa na mwananchi. Mazingira asingekuwa mazuri, ni dhahiri kwamba mwananchi asingekuwa na uthubutu wa kuwekeza fedha zote hizo katika eneo la kata ya Mombo. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais wetu kwa kutupa fursa hii
ya kuhakikisha kwamba tunasimamia maelekezo yake ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo na wanaendelea na shughuli zao za kujitafutia maendeleo katika usalama, na wakati huo tunakuwa na fursa ya kuwasaidia vijana wetu kwenda kupata elimu iliyo bora. Na ndio maana hapa tuna miradi ya kuboresha maeneo ya miundombinu ya shule, lakini miundombinu ya kujifunzia. Lakini pia niweze kuwashukuru wananchi wetu. Tangia tumeanza kutembelea miradi, wamekuwa na mshikamano na ushirikiano mkubwa sana kati yao na halmashauri yetu, lakini pia na viongozi wenzetu kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya na ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwa pamoja tumekuwa tukifuatilia miradi hii tangia mwanzo mpaka sasa hivi, ambapo tarehe 27 tunaenda kufika kwenye kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru kwenye halmashauri yetu. Lakini nitumie fursa hiyo hiyo pia kumshukuru mbunge wetu ambaye amekuwa ni mpambanaji namba 1 katika halmashauri yetu, kwa sababu kwamba halmashauri inapata fedha za kutosha za kuletea wananchi maendeleo. Kwa karibu na sisi, lakini pia amekuwa msemaji wetu namba 1 kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Na nitumie fursa hii sasa kuwakaribisha wananchi wote kujitokeza maeneo yote ambako Mwenge wa Uhuru utapita, kuanzia siku ya mkesha tarehe 26 kuja tarehe 27 pale senta ya Mashewa, kata ya Mashewa. Wajitokeze kwa wingi, waje na fursa, watauza maji, vyakula, lakini usalama, ulinzi, vyote vitakuwa vimekaa vizuri. Kwa wao kazi yao ni kuja kushiriki, na mwaka huu wafahamu kwamba mwenge ni wa wananchi. Wakae pembezoni mwa mwenge, wawe tayari kuukimbiza mwenge, wataushika na kuukimbiza wote, makundi yote, wazee, wakina mama, vijana, mpaka watoto wadogo watapata fursa ya kukimbiza mwenge huu, kwa sababu mwenge huu wa mwaka huu ni wa wananchi, sio mwenge wa viongozi. Kazi yetu sisi ni kutengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba wananchi wanashiriki kwenye mwenge kwa usalama, lakini mwenge ni wa kwao. Kwa hiyo kuanzia Mashewa na maeneo yote ambako mwenge utapita, kutoka Mashewa mwenge utaelekea kata ya Magoma, ambapo tutaenda kutembelea miradi ya vijana waliopata mikopo kutoka halmashauri yetu. Ukitoka hapo mwenge utaenda Kerenge, kata ya Kerenge, ambapo utaenda kuona mradi wa elimu. Kutoka hapo mwenge utaelekea kijiji cha Mapangoni Kerenge, ambako tutaweka jiwe la msingi kwenye mradi wa maji. Kutoka hapo kata ya Makuyuni, ambapo tutaenda kuona mradi ambao ni wa nguvu za wananchi, ambao wameweza kujenga madarasa 2 na ofisi 1 ya walimu kwa nguvu zao wao wenyewe kwa 100%. Kutoka hapo mwenge utaenda kata ya Mombo, kijiji cha mwisho wa shamba, ambapo utaenda kuona mradi wa kiuchumi wa kijamii, lakini pia wenye thamani ya bilioni 1. Lakini pia mwenge utatoka hapo utaenda kwenye uwanja wa viwanja vya NMB, tayari kwa ajili ya kukamilisha shughuli za mwenge za siku hiyo, kwa kusoma risala ya utii kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuona halaiki, maonesho ya halaiki ya vijana, na kutoa ujumbe wa mwenge kwa mwaka huu 2026. Na hapo wananchi watapata fursa ya kupata burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali na jumbe mbalimbali za serikali. Lakini pia kutakuwa na mkesha mkubwa ambao utatufikisha mpaka asubuhi. Tunaona mazingira yote mazuri kuhakikisha kwamba usalama na ulinzi unakuwa uko vizuri kabisa. Kwa hiyo ni wakaribishe sana wananchi, karibuni sana.